Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako uwe mwaminifu na utulie. Mungu atafanya kazi na wewe katika mwanzo huo. Mungu atakufikisha kwenye mwisho mwema. Angalia Isaya sura ya 30. Isaya sura ya 30. Mstari wa 15. Isaya 30:15. Kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa. Nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini, lakini hamkukubali. Unaona hiyo? Watu wanakosa baraka zao kwa sababu ni watu mapepe, ni watu mcharuko, ni watu hawajitambui, yani hawana utulivu. Mungu anasema nguvu zenu zitakuwa kwenye kutulia, na mimi nitawastarehesha, lakini hamkukubali. Ingawa anasema ni Mungu. Mwambie jirani yako sisi tumekubali. Sisi tumekubali. Mwambie mwingine sisi tumekubali. Sisi tumekubali. Yakobo alikuwa anafanya kazi kwa mjomba wake anaitwa Labani. Biblia inasema Labani alibadilisha mshahara wa Yakobo mara 10. Lakini Yakobo hakuandamana. Amen. Yakobo hakufanya nini? Alitulia. Amen. Na ndio maana hapa nina jumbe mbili kutoka kwa Yakobo. Ujumbe wa kwanza, mtu asiyedhulumika anaanzia kwa Yakobo. Ujumbe wa pili, kuna mtu ananyang'anywa mali kupewa wewe. Amen. Unatoka hapo kwa Yakobo sura ile ya Mwanzo sura 31. Itakuja nazo hizo jumbe. Amen. Kanisa tuna vitu vilivyosheheni, lakini mara zote tumekuwa ni watu wa kuamanika. Wasichana baadaye watulie wanataka kukimbilia wanaume. Wavulana baadaye watulie wanataka kukimbilia wasichana. Matokeo yake wanaharibu picha, wananyang'anywa vitu ambavyo Mungu alikusudia kwa ajili yao. Amen. Esa asingetulia, asingeolewa na mfalme. Na nataka niseme na wasichana hivi karibuni nitakutana na nyinyi. Kuna kitu nitawapatieni kutoka kwa Esther. Asingetulia na kumsikiliza mjomba wake Mordekai, asingekuwa queen. Lakini alikuwa anamsikiliza mjomba wake. Sio kwamba Tamar alikuwa asikiza mwili. Yeye ni msichana mrembo, alikuwa asikia tamaa za mwili, lakini mjomba wake akamwambia hivi, ukitaka kuwa na destiny nzuri, usiruhusu watu waharibu bikira yako. Amen. Mume akikoa ukiwa na bikira atakuheshimu maisha yake yote. Usione sisi tunavyoheshimu wake zetu. Tuliwakuta wako vizuri. Na watu ambao wanaheshimu hiyo miili yao wanazaa watoto wenye akili. Yaani Mungu alikusaidia, yule mume anatoa bikira yako ndio anayekuoa, mtazaa watoto wenye akili, ndio sayansi inasema. Kama mjui. Lakini kama usipojua hayo, unashangaa baraka zinakuwa hazitulii. Esa akaambiwa tulia. Mordekai akampa maelekezo. Alipopelekwa kwa mama yule anayeandaa mabinti, Mordekai akamwambia Esa, umsikilize yule mama kila atakachokwambia. Amen. Usijifanyie. Leo watoto hawasikilizi mama zao. Pia mama zao wa shamba hawasikilizi. Wala hawaendi mbele za mama zao na kumwambia mama, hivi mimi kama msichana natakiwa kuishije? Wavulana waende kwa wazazi wao, baba zao kumwambia, baba, hivi mimi kama mtoto wa kiume nataka kuishije? Kazi yao kujifunza mambo ya ajabu kwenye mitandao. Kutwa kucha wapo kwenye mitandao, wanajifunza vitu ambavyo vya wazimu. Matokeo yake wanakuja kuleta huzuni kwa wazazi, wanaleta huzuni kwa familia, wanaleta huzuni kwa jamii. Lakini ukiwa mwaminifu katika hali yako ulionayo, nataka nikwambie Mungu atamaliza na wewe vizuri. Amen. Nasema Mungu atamaliza na wewe vizuri. Amen. Akasema ingawa huo mwanzo wako ulikuwa mdogo, umetokea familia maskini ya Kiyahudi, haina kitu, lakini utakwenda kuwa queen. Amen. Utakwenda kuolewa na mfalme. Halafu najua yule mfalme alikuwa na tabia, kwa sababu ana wake wengi, anaweza hata kukusahau. Hiyo ndio zawadi ndio kuwapa wasichana hivi karibuni. Anaweza kukusahau. Na ukienda mbele zake bila kibali chake umeuawa.
Kuna namna ya kumfanya mtu aliyekusawa kukumbuke. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Nitawafundisha hiyo. Kuna namna. Kuna namna mtu anayekufikiria hapa hajakwambia, kuna namna ya kumfanya akwambie. Sio kivitendo, kuna namna za kiroho ambazo tunazifundisha. Mordekai akamwambia Esther, ili uingie kwa mfalme kinyume cha sheria, unahitaji siku 3 za kufunga. Siku 3. Sio nyingi. 3. Na sio kwanza Mordekai alimwambia Esther. Esther ndiye alimwambia Mordekai. Esther alijua siku 3 zinambadilisha mfalme ufahamu wake. Mwambie mtu fulani siku 3 zinakuletea mwanamume wa kuoa. Lakini subiri je nikwambie vizuri itakavyokuwa. Usifanye haraka. Pia utulie hata babala, maana unaanza kesho wengine. Tulia. Panga nije nikwambie kila kitu. Maana nimeanza kukudokolea. Siku 3 wewe ulikuwa kwenye ndoa. Yule mume wako ambaye alikuwa hapendi kukuita, unajua wanawake wana tatizo moja. Wanapenda kuitwa majina ya vyakula wakati wao sio vyakula. Utasikia mtu anapenda kuitwa honey, sweetie. Hasa ni asali. Si ni majina ya vyakula. Bwana asifiwe. Wanapenda kuitwa majina ya vyakula lakini anawapendeza. Bwana asifiwe. Amen. Sweetie si nani mapipi. Miliki. Ugali wangu. Bwana asifiwe. Haina shida. Lakini kama umeacha kuitwa ugali, umeacha kuitwa hani, kuna namna ya kumfanya wewe baba akuite hani. Nitakuletea hizo siku. Lakini tunataka kusema leo, ili mwanzo wako mdogo umalize na mwisho wako mkubwa, unahitaji mambo mawili. Jambo la kwanza uaminifu, jambo la pili utulivu. Tulia. Biblia inasema Esau alikuwa ni mtu wa kutoka kila siku, anakwenda huku akafikiri kwamba hiyo ndio dini. Sikiliza hiyo watoto wa kike, msitoke majumbani mwenu kama hamna kitu cha maana cha kufanya. Nakwenda wapi kwa shoga? Nakwenda wapi? Wewe tulia. Yakobo akatulia hemani, ndio aliochukua mbaraka wa kaka yake. Kwa sababu jikoni ndio kwenye kila kitu. Pale unapokaa na mama yako jikoni ndio kwenye kila kitu chako. Sio kazi yako upende kupika, upende kuchota maji, wewe kazi yako kwenye TV tu, unaruka tu na kuambia utasota. Wakati Esau anasema nataka nipate, wakati Isaka anasema nataka nipate chakula kizuri na lazima Esau aniletee, Rebeka anasikia na Yakobo yuko around. Sasa jaribu kuwaza, mama yako anasikia kitu anachosema baba yako ambacho ni cha maana, alafu huko kiembe samaki. Sasa nataka mama anataka wewe ufanye haraka. Atapiga simu mpaka mkuja umechelewa, baba akashakula. Alichofanya Rebeka akamwambia Yakobo, umesikia? Biashara imeisha. Esau hapa hayupo. Naenda haraka. Kalete mbuzi kule, mimi nitamfanya yule mwana kondoo kuwa chakula kitamu, maana babako nimekaa naye muda mrefu, najua chakula anachokipenda. Baraka utachukua. Unajua mama, mimi babangu ataanza wewe na nako itakuwa juu yangu, acha ujinga. Nataka mwisho wako uwe mzuri. Mwambie mtu fulani, mama yuko tayari kubebalana na mwanae. Lakini mtoto awe na hali nzuri. Sema amina. Sema amina. Esau linazurura huko barabarani. Ngoma ikapikwa. Inajitokeza nyumbani. Mama yake anamwambia, babako alikuwa anakuita. Baba yuko anaita. Anaenda haraka. Mzee vipi? Shamo. Marahaba. Nasikia anaita, bwana, unajua nakaribia kwenye kufa, kwa hiyo nilikuwa nataka ufanye kitu fulani kwa ajili yangu. Hii ni kubariki. Mwambie mtu fulani, fanya kitu kwa ajili ya mchungaji wako. Fanya kitu kwa ajili yake. Baba ni hivyo basi hamna neno baba. Anasema kavuta mata yake si na nini huyo. Kumbe tu shule shabaliza. Mwambie jirani yako, nyumbani ni mahali pema. Mwambie mwingine, nyumbani ni mahali pema duniani. Unapata siri zote. Sio wewe msichana ukiamka tu asubuhi uko kwenye nyumba ya pili, nyumba ya tatu, nyumba ya 4, hata unachokifuata akijulikani. Unashakujua mtaa mzima kwamba utaenda kuomba moto. Bila shida. Kwanza nataka kumwambia mshirika kanisa hili usiombe moto. Moto sio kitu cha kuombwa. Wewe na viberiti vyako unaenda kuomba moto kwa jirani wewe. Moto unaujua balaa lake. Umeelewa? Tulia.
Esau anarudi, watu biashara alishaimaliza zamani. Yakobo huyo ameondoka zake kwa kibali cha maalum cha mamake na babake, kwa sababu pia Rebeka alimwambia Isaka, Esau anataka kumuua Yakobo, kwa hiyo mimi nampeleka kwa mjomba wake. Akasema mpeleke. Anazidi kubarikiwa. Unahitaji uaminifu na utulivu ndani yako. Unahitaji uaminifu na utulivu ili Mungu atimize mapenzi yake kwako. Jambo la pili, misukosuko na vitisho katika mwanzo mdogo. Kuna misukosuko utakutana nayo, lakini shetani asije kukwambia sasa wewe kwa sababu misukosuko hii wewe ndio hutaolewa, wewe ndio hutaoa, wewe hutafanikiwa, wewe hutabarikiwa. Kuna misukosuko. Haiwezi muda huwezi kutosha kusoma katika Ayubu sura ya kwanza mstari kuanzia wa 6 hadi 22. Lakini andika Ayubu 1 mstari wa 6 hadi wa 22. Pale kuna misukosuko ya kutisha, mnafahamu. Ayubu alipoteza watoto wote 10. Ayubu alipoteza kondoo wote 7,000. Ayubu alipoteza ngamia wote 500. Ayubu alipoteza ng'ombe wote 500. Jose ng'ombe 500. Ayubu alipoteza donki wote, punda wote akapoteza. Akapoteza na wafanyakazi. Vikapotea vitu vyote. Akapata msukosuko unamuonyesha kwamba anakwenda kwenye umasikini. Mwambie jirani yako, huo ni msukosuko tu, lakini wewe sio maskini na hautakwenda kwenye umasikini. Unapata msukosuko unayeharibu future yako. Yaani kila mtu akisikia habari zako akutamani tena. Kama umekaa vizuri bado na Mungu, utatamanika tena. Amen. Nasema utatamanika tena. Amen. Maandiko yanasema Ayubu akapitia kwenye msukosuko ambao mpaka katika hali ya kawaida alipata depression, alipata kama kuchanganyikiwa. Watoto wamekwenda, mali zimekwenda, akaanza kuugua mwenyewe, akaanza kupata majipu. Shida ikawa ni kubwa mno, ndio maana hata watu wakamkwepa. Nilisema tangu mwanzo, kuna vitu vinatokea kwenye maisha Mungu anasababisha ili watu wakukwepe kwa makusudi. Ukisoma katika Mwanzo sura 31 mstari wa 7 na kuonyesha misukosuko na vitisho katika mwanzo mdogo. Mwanzo 31 mstari wa 7, Biblia inasema, Mwanzo 31 mstari wa 7, Biblia hapo inasema, na baba yenu amenidanganya, akabadili mshahara wangu mara 10, lakini Mungu hakumwacha kunidhuru. Amen. Mshahara umegeuzwa mara 10 kwa lengo la kutaka kudhoofisha maisha ya Yakobo, kuleta umaskini wa maisha ya Yakobo. Ni misukosuko kwenye maisha. Amen. Unakutana na hasara za biashara, usianze kujipachika vitu vya kijinga. Mimi nina nuksi, labda nataka huduma ya ukombozi. Yakobo hakuwa na nuksi, alikuwa ameshabarikiwa na baba yake tayari. Leo kuna wanawake wengi wamegeuzwa mateka na manabii kwa sababu ya hasara za kawaida, misukosuko ya kawaida ambayo hata watu wasiomcha Mungu wanakutana nayo. Lakini kwa sababu washajengewa mawazo ya kwamba wana nuksi, sasa wanaenda kwenye ukombozi, kanisa hili, kanisa lile, na bado wanaendelea kuwa maskini. Na hata baadhi ya wanaume, kuna watu wananipigia simu kwa sababu ninahubiri kwenye maredio na maeneo mbalimbali, kwenye TV na nini. Mtu ananiambia, mchungaji, yani mimi naleo kukataliwa. Namuuliza, umejiwahi? Nikienda kwenye kazi naambiwa hamna. Naambia, kazi gani unakwenda kuomba? Anataja. Namuuliza, na elimu yako ikoje? Anataja. Na siku hiyo ulikwenda ukiwaje? Unagundua kuna vitu karibuni pengine 3 alikosea, lazima anyimwe kazi. Kaenda kazini kavaa kanda 2. Unapoenda kuomba kazi sehemu ya ofisi nzuri, kama una viatu, mtafute mpendwa mwaminifu akuazime viatu. Amen. Na sio dhambi. Kwa sababu watu wanapokuwa kuja na kanda 2 wanahisi wewe mwenda wazimu, au wanahisi utakuwa jambazi au mwizi. Sasa nani akuchukua hata kama una viatu vizuri? Unakwenda Nyere hujachana.
Unakwenda umetafuna mahindi yanatoka kwenye mdomo. Bosi anakutana na wewe, mahindi yanakurufuka kwenye meno yako mahindi. Au unatafuna mikaranga barabarani. Kumbe bahati mbaya bosi alipita babani akakuona unakula manjugu barabarani. Alafu na wewe ni miongoni mwa watu wanaingia kwenye interview. Hapo sehemu ya heshima, nani akuchukua? Nani akuchukua? Nani akuchukua? Watu ambao mmepanda mandege ya makubwa mnajua. Wale maya hostess wakipita kule kwenye zile corridor, kuna harufu unaisikia ya perfume nzuri mpaka unatamani akayapo hapo. Maya hostess hawezi kuingia kwenye zile ndege bila perfume maalum. Sasa unakwenda kuomba kazi ya warehouses, halafu mwenyewe hata perfume hujapaka. Nani atakuchukua? Hata kama una hela muombe dada yako. Kwa hiyo sio kwamba una roho ya kukataliwa, unakwenda kuomba kazi ukiwa tafurani. Unaenda pale unaulizwa, unataka kazi tukikupa kazi utaisaidiaje kampuni? Unaanza, yaani mimi mkinipa kazi naweza kuisaidia kampuni hii kwa sababu kwanza sina tamaa, alafu nimetokea familia maskini. Anasema una tamaa au umetokea familia maskini ndio utakusaidia kampuni. Haya kaa pale. Anasema msimpe kazi, atatuibia baadaye. Maana yote tunayaona yeye yaona huyu. Lazima ujue unajielezaje, unasaidiaje kampuni. Lakini watu wameibebesha nuksi. Sasa huyo mtu mmoja akanipigia simu akasema, mimi nafahamu kwamba eti mna mikosi kwa sababu nikipeleka mbuzi wangu mnadani hawanunuliwi. Nikamwambia mnada gani? Kwa sababu ninada baadhi yao naijua zamani nilifanya biashara. Akanitajia. Nikamwambia, mbuzi wako wanakuwa na afya kiasi gani? Unajua natafuta kwa bei rahisi. Sasa ndio sababu hii. Wanatafuta mbuzi wa bei rahisi wamekonda. Nani anataka mbuzi waliokonda? Kama unanunua mbuzi waliokonda, kwanza kawalishe mpaka wanenepe, ndio upeleke sokoni. Amen. Sema amina. Sema, wewe unapeleka mbuzi tumbo na mbavu zinashikana, nani ananunua wewe mbuzi? Sasa wakati mwingine ni sisi wenyewe kwa kutokujua tunajibebesha hayo maroho, halafu shetani anapiga muhuri tu kwamba ushasema ukataliwa. Mimi ndani yangu ninachokiamini, hakuna mtu kukataliwa katika Kristo. Amen. Nasema hakuna mtu kukataliwa katika Kristo. Amen. Misukosuko unaweza kukutana nayo, ukapata hasara ya mamilioni brother, ukapata hasara ya maelfu ya pesa. Sio kwamba umezionga, sio kwamba unaenda kwa wachawi, lakini imetokea tu hasara. Asikubabaishe mtu. Usisikie kelele za watu wanasema alikuwa nazo, sasa ana, tamuona wewe tulia. Ni misukosuko na vitisho vya shetani ili kufanya ukajinyonge mwenyewe, ili kufanya umwache Mungu, kwa sababu yeye anasema Mungu anajivunia watu wenye imani. Amen. Alimwambia shetani, umeona Ayubu? Yuko pale Zanzibar. Hapa kuna kina Ayubu kibao na Mungu anawatazameni. Amen. Na Mungu anajivunia maisha yenu. Anawaona jinsi mnavyoleta zaka, mnavyojitoa, mnavyoomba. Mungu anafurahi, na kuna siku shetani anapoenda mbele za Mungu anatajiwa wewe. Unashangaa kile unachokifanya kinavurugika, kinaharibika. Pale unafikia sehemu unasema ni afadhali nisifanye. Mimi nasema huo ndio mwanzo wako wa kwenda mbali. Amen. Nasema ndio mwanzo wako wa kwenda mbali. Amen. Paulo mtume anasema kwenye Wakorintho wa pili sura ya 11. Wakorintho wa pili sura ya 11. Mstari kuanzia wa 22. Paulo mtume anasema hivi. Wakorintho wa pili sura ya 11. Kuanzia mstari wa 22. Anasema hivi. Wao ni Waebrania na mimi pia, wao ni Wayahudi na mimi pia. Wao ni uzao wa Ibrahimu na mimi pia. Sasa hili neno ni muhimu sana. Unapokuwa mfanya biashara au mfanya kazi, lazima ujue level zako. Kwamba unafanya kazi na watu wa namna gani? Wana degree, na wewe kama unayo, unasema na mimi pia. Yaani asitokee mtu mwenye ka degree anakutikisa wakati hauna degree unanyamaza. Unafanya kazi na wanawake na wewe ni mwanamke. Halafu kuna mtu anataka kukutikisa na wewe ni mwanamke unaogopa. Anasema wao ni Waebrania na mimi pia. Kwa lugha nyingine wao ni Watanzania na mimi ni Mtanzania.
Tanzania. Wao ni wa Kenya na mimi ni Mkenya. Wao ni wa Afrika na mimi ni Mwafrika. Sina cha kuogopa. Amen. Unamwambia mtu sasa, nenda peleka maombi yako ya kazi kutokana na elimu yako. Peleka maombi ya kazi Ikulu. Mchungaji, wao wanafanya kazi mle ndani, ni malaika wale. Pigia makofi kasema ni watu. Nipo madhabahuni kwa sababu Bwana akaniweka hapa. Bwana akiniruhusu tu niko kwenye majumba yao. Lile jumba la Dodoma tunaweza kukaa na sisi kule ndani. Sema amina. Ujasiri huo tunao. Lakini Bwana amesema kama madhabahu unasema asante Yesu. Wao kina nani? Wao wa Tanzania na mimi pia. Wao ni Wayahudi na mimi pia. Wao ni wanaume na mimi pia. Mwambie mtu fulani hivyo. Usitishwe. Wao ni Wazanzibari na mimi pia. Na miaka 20 anambia nimesoma Zanzibar. Bwana asifiwe. Halo. Wao ni Waebrania na mimi pia. Wao ni Wahe na mimi pia. Wao ni Wanyakyusa na mimi pia. Usiogope. Unakuwa mchanga mnyonge, unakuwa si mlugulu mnyonge. Hapa hakuna mlugulu mnyonge hapa kwa jina la Yesu. Nasema hakuna mlugulu mnyonge wala mpogolo mnyonge hapa. Shetani akutobia nini sisi? Wao nyumbi hii bombi hii na mimi pia. Kwa mfano yake. Wao ni makosa, mnasemaje? Maspota na mimi pia. Hello. Shetani asikutishe. Hata kwambia unajua wewe ustahili kuingia pale pa kimataifa, mwambie hapo ndio kwetu. Sema hapo ndio kwetu. Sema hapo ndio kwetu. Na wakikupa umma wa kulia chakula usiseme naomba maji ya kunawa. Unamwambia Mungu nipe hekima jinsi ya kutumia umma. Alafu unachokifanya unajifanya kidogo kama unaomba, kumbe unampiga jicho mtu wewe anakula na umma. Unamtazama anakulaje. Maombi yako yanakuwa marefu kidogo. Mpaka unanena kwa lugha tu unapiga jicho, kumbe umma unashika mkono. Unashika kisu au unaingia kazini hii. Wao ni binadamu na mimi pia. Biblia inasema unapoitwa mbele ya mfalme kula chakula, muangalie aliye mbele yako. Sio dhambi kutazamia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unachungulia. Sasa unajiuliza, hawa watu wanashika vijiti wanakulaje? Unapiga macho baba. Katika jina la Yesu. Asante Yesu. Tayari ushaona vijiti ndio shikwa nao wanazamisha. Wanakuona wewe na wao ni sawa sawa. Sasa Paulo anatuambia ya kwamba hatupaswi kujiweka kwenye nafasi ambazo sio zetu kwa sababu ya misukosuko. Hatupaswi kujinyapapaa, kujifanya sisi ni dhaifu kwa sababu ya watu ambao wanajifanya wao ni hodari. Mstari wa 23, wao ni wahudumu wa Kristo na neno kiwazii. Mimi ni zaidi. Katika taabu kuzidi sana, ungesema jamaa anatakiwa huduma ya ukombozi. Anasema katika taabu kuzidi sana. Katika taabu, katika vifungo kuzidi sana. Katika mapigo kupita kiasi. Katika mauti mara nyingi. Kwa Wayahudi mara 5 nalipata mapigo 40 kasoro 1. Mara 3 nalipigwa kwa bakora. Mara 1 nalipigwa kwa mawe. Mara 3 nalivunjikiwa jahazi. Kucha nimepata kukaa kilindini. Katika mstari 26, katika kusafiri mara nyingi, katika hatari za mito, hatari za wanyang'anyi, hatari za taifa langu, hatari za mataifa mengine, hatari za mjini, hatari za jangwani, hatari za baharini, hatari kwa ndugu za uongo. Mstari 27, katika taabu na masumbufu, katika kukesha mara nyingi, katika njaa na kiu, katika kufunga mara nyingi, katika baridi na kuwa uchi. Misukosuko, lakini hakujiona kwamba ana mikosi. Alijua ni sehemu ya nini? Ya maisha. Amen. Hakutafuta kwamba sasa nataka ukombozi. Leo akakimbilia kwa Petro, kesho akimbilie wapi? Alijua ni sehemu ya changamoto ya maisha inanikomaza. Na hatimaye unajua kilichotokea. Siku anaitoa msaada na Wafilipi kule. Wakati napita hii Wakorintho wa pili na kuja Waefeso na kuja Wafilipi, anawaambia kabisa nimejaa vitu tele. Na watu wanatuambia kwamba Paulo hakuwa mhubiri maskini, kwa sababu alikuwa na vitu vile kwa nafanya vitatu.
alikuwa anatengeneza mahema, lakini pia alikuwa mtaalamu wa sheria za Kiyahudi na za kimataifa. Kwa hiyo unapomwendea kiushauri lazima umlipe. Lakini anasema nimekutana na hatari nyingi. Niliposafiri ajali nimekoswa nyingi. Baharini mara nyingi, taabu mara nyingi, kudhalilishwa mara nyingi. Leo kuna mtu eti akifukuzwa tu mara moja kwenye nyumba anajisikia mnyonge afa anamwendea Mungu. Eti kweli mimi nimeokoka. Hilo swali ujiulize wewe mwenyewe. Amen. Haikufanyi wewe kwenye nyumba usinyanyaswe kwa sababu umeokoka. Mungu anawafanya kunyanyase leo ili wakusujudie kesho. Amen. Bwana asifiwe. Pigie makofi au pigie makofi. Unajua kuna watu hawachukulii vitu negative kwa positive. Wao ni watu ambao wanapenda kitu kidogo kukikuza, kukiinua na kujidhoofisha na kujimaliza. Yaani mchungaji, mtu kama mimi nimeambiwa hivi kweli. Yaani mtu kama mimi mchungaji unaniambia hivi kweli. Chukua hiyo kama changamoto hata kama imesema madhabahuni. Amen. Unasema ni kweli mchungaji kasema hivi, inawezekana inahusu mimi, lakini namwambia Mungu ya kwamba nataka kuwa tofauti. Amen. Na utakuwa tofauti kwa jina la Yesu. Amen. Nasema utakuwa tofauti kwa jina la Yesu. Amen. Tatu na mwisho kabla tujaomba, mwisho wa utukufu kutoka mwanzo mdogo. Mwisho wa utukufu kutoka mwanzo mdogo. Nasoma Ayubu 42. Mwisho wa utukufu kutoka mwanzo mdogo. Ayubu 42. Huyu ambaye tumesikia habari zake jinsi alipopoteza kila kitu, je, alimalizaje? Ayubu 42. Mstari kuanzia wa 10. Kitabu cha Ayubu au Job 42 kuanzia mstari wa 10. Biblia inasema namna hii. Sikiliza maneno mazuri. Kisha Bwana akageuza uteka wa Ayubu. Kuna uteka unageuzwa hapa. Kuna hali lazima igeuzwe. Hapo alipoombea rafiki zake, mwambie jirani yako omba kwa ajili ya marafiki zako wanaokuudhi. Waombee watu wanaokuudhi. Hapo alipoombea marafiki zake, Bwana naye akampa Ayubu mara ngapi? Mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Hivyo ndio Mungu anapomaliza na sisi. Anakupa mara 2, sema amina. Amen. Ndipo wakamwendea nduguzi wote, waume kwa wake, nao wote waliojuana naye hapo zamani, wakala chakula pamoja naye katika nyumba yake, nao wakamlilia na kumtuliza moyo katika habari za huo uovu wote Bwana alioleta juu yake. Bwana akaubariki huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Mwambie mtu fulani huyo ni mimi. Mwambie mtu fulani huyo ni mimi. Kama unanionea wivu ni wewe. Lakini kwa taarifa yako huyo ni Ayubu alishakufa. Hiyo inanizungumzia mimi Gau. Hiyo inanizungumzia mimi Mkude. Hiyo inanizungumzia mimi Mizambwa. Hiyo inazungumzia mimi Kungalo. Hiyo inazungumzia mimi Sodo. Hiyo inazungumzia mimi Mdauli. Yote majina yangu hayo ya Kiruguru. Yaani ukiniita Mizambwa sawa, ukiniita Mkude sawa, ukiniita Kungalo sawa, ukiniita Midauli sawa, ukiniita pia Chambago, yaani cha majanini. Bwana asifiwe. Lakini nazungumzia mimi, sio Ayubu tena. Biblia inasema Mungu akambariki Ayubu, akaufanya mwisho wake kuwa mkubwa kuliko mwanzo wake. Wewe ndio uko hai, watu lazima waone kwamba mwisho wako utakuwa mkubwa kuliko mwanzo wako kwa jina la Yesu. Hawatasema alipokuwa na kazi alikuwa na hela, sasa kastaafu hana hela. Inakuja kwa jina la Yesu. Mungu atatengeneza njia kukupa hela kwa jina la Yesu. Wakati ukiwa na kazi, una kazi, hali yako itakuwa njema katika jina la Yesu. Mstari huo wa 12, basi hivyo Bwana akawabariki wa mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake, naye alikuwa na kondoo 14,000 na ngamia 6,000 na jozi ya ng'ombe 1,000 na jozi ya punda wake 1,000. Tena alikuwa na wana waume 7 na binti 3. Idadi ile ile, tofauti hapa, sikiliza tofauti yake. Akamwita yule wa kwanza jina lake Yemima, na wa pili akamwita jina lake Kesia, na wa tatu akamwita jina lake Keren Hapu. Katika nchi hiyo yote hawakuwapo wanawake waliokuwa wazuri kama hao wana wa Ayubu. Sema amina. Amen. Mwambie jirani yako hatutazama binti wenye sura za kutisha. Amen. Unajua mimi mweusi. Mtoto anafuata weusi wangu mmoja. Lakini wote wanafuata weupe wa bibi yao. Si unajua watoto wangu? Alinifuata mweusi wangapi? Wangapi? Huyu kasema vizuri. Wa kwanza ukasema nani? Ile Bwana aliweka ili ijulikane watoto hao wote wa kwangu kwamba sijapigwa changa la macho.
Umeelewa? Lakini wa pili, wa tatu kawapa uzuri wa namna yao. Alafu Abi ukimwangalia ana mwanya wa kulipiwa mahali milioni 20. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina. Na utazamaga mwanya wa Abi. Haleluya. Na utazama, nasema kuna mtu atakuja kuumia hapa. Na msubiri huyo mtu aje kwa jina la Yesu. Anatajiwa mahali huku tunacheka. Naambia kadiri Bwana aishivyo weka 20 pale mambo yaishi. Sema amina. Sema amina. Mungu atakupa watoto wazuri kuliko wewe mwenyewe ulivyo. Umeelewa? Hata kupa watoto ambao hawaeleweki, anakupa mabinti beautiful, anakupa mavijana handsome, warefu, wazuri, mashingo yao kama twiga, wakitembea huku mwenyewe unajisikia vizuri, macho kama vikombe. Sema amina. Haleluya. Haleluya. Bwana aliyempa Ayubu watoto wazuri atakupa wewe kwa jina la Yesu. Na kabla mke wako hajapata mimba unamwambia Bwana, mimba inayokuja ni ya mtoto mzuri, mimba inayokuja kijana mzuri. Itakuwa hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Nasema itakuwa hivyo kwa jina la Yesu. Biblia inasema katika Mwanzo sura 32 mstari wa 10, Yakobo ambaye alitishiwa mshahara uligeuzwa, akasema mimi sistahili hata rehema hizo, maana nilivuka mto Yordani nikiwa na fimbo, na sasa nimekuwa matuo mawili. Utakuwa matuo mawili kwa jina la Yesu. Matuo mawili kwa jina la Yesu. Hiyo ni Mwanzo sura 32 mstari wa 10. Mungu hataanza nawe na fimbo hapo amalize na fimbo. Sema amina. Mungu ataanza nawe na fimbo, atamaliza ukiwa na watoto, ukiwa na mke, ukiwa na nyumba, ukiwa na magari, ukiwa na mali, ukiwa na utajiri kwa jina la Yesu. Nasema utakuwa na utajiri kwa jina la Yesu. Sio hilo tu, lakini katika Yohana sura 21 mstari wa 25, Biblia inasema Yesu mambo aliyofanya Yesu, Yohana 21:25, mambo aliyofanya Yesu kama yangeandikwa moja moja mahali pa kuweka vitabu duniani pasingetosha. Lakini muujiza alioanza nao Kana Galilaya ulikuwa huu mmoja tu, kubadilisha maji kuwa divai. Biblia inasema huo ndio mwanzo wa muujiza wa Yesu, au kuwa mwisho wake. Mwambie jirani yako, huu sio mwisho wangu. Nasema huu sio mwisho wangu. Nasema huu sio mwisho wangu. Sasa simama nikusomea andiko la mwisho la kiunabii, alafu tuombe. Usimame vizuri na Biblia yako. Alafu ukae mkao mzuri kabisa. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Kumbuka toka kwenye kipengele cha 3 na cha mwisho tunaangalia mwisho wa utukufu kutoka katika Mwanzo mdogo. Nasoma andiko ambalo wewe utakwenda nalo maisha yako yote. Fungua Hagai sura ya 2. Hagai sura ya 2. Umefika hapo? Mungu akubariki. Ukitoka Zefania unakwenda Hagai, Hagai Zakaria, Zakaria Malaki. Hagai sura ya 2 mstari wa 9 tunasoma 1 2 3. Ushafika bado? Hebu sogea pale. Sogea pale. Sogea pale. Hagai sura ya 2 mstari wa 9. Umefika? Umefika? Hebu tusome 1 2 3. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii, sema ni mimi. Nyumba, sema ni mimi. Biblia inasema sisi ndio nyumba ya Mungu. Sisi ndio nyumba ya Mungu. 1 2 3. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema mchungaji Gaudens Pius Miungo. Sio kweli? Anasema nani? Anasema nani? Sasa nakwenda kusoma, nisikilize. Asema Bwana, utukufu wako wa siku zako za maisha hazitakuwa kama siku zako za mwanzo. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii, utukufu wa mwisho wa mzee huyu, utukufu wa mwisho wa baba huyu, utukufu wa mwisho wa kaka huyu, utukufu wa mwisho wa mama huyu, utukufu wa mwisho wa binti huyu, utukufu wa mwisho wa mtoto huyu utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana. Sema amina. Sema amina. Mwambie mtu fulani usinionee wivu. Mwambie mtu mwingine yani kaa chonjo, maana mambo yanakwenda kushuka. Si ya kawaida. Sema amina. Si ya kawaida. Sema amina. Heshima yako
yako inayoendelea inakuja kubwa kuliko uliyokuwa nayo. Hela zako zinakuja nyingi kuliko ulizokuwa nazo. Cheo chako kinakuja kuliko ulichokuwa nacho. Degree zako zinakuja kuliko ulizokuwa nazo. Heshima yako itakuwa kubwa kuliko ya kwanza kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana, mtu huyo ni mimi kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana, mtu huyo ni mimi kwa jina la Yesu. Mwambie Jehova, huyo mtu ni mimi. Najua mwanzo wangu hautakuwa mwisho wangu. Nitakuwa na mwisho mzuri. Nitakuwa na mwisho mwema. Nitakuwa na mwisho mzuri. Hapo ndio kwanza upo katika mwanzo. Omba kwa sauti, omba kwa kumaanisha, omba kwa kuugua, omba kwa kumlingana Bwana na umsi Mungu. Umwambie Bwana, umeona vitisho ninavyopitia, matisho, misukosuko ya Labani, vitisho, misukosuko ya Labani ambaye amejaribu kugeuza mshahara, hataki kuongeza mshahara, ananitisha, lakini Bwana najua, nimetulia, ninasubiri, mimi mwaminifu ya kwamba mwisho wangu utakuwa ni mkubwa kuliko mwanzo. Mwisho wa huduma hii utakuwa ni wa utukufu kuliko mwanzo. Mwambie Bwana mchana wa leo ya kwamba naamini. Nataka kusikia sauti za watu ambao wamemaanisha, wameshawishika, wanajua hiyo ni kweli ya kwamba kuna vifungo kwenye maisha vinakatika, kuna nira kwenye maisha zinakatika. Wao kama ni Wayahudi na wewe pia, wao kama ni wahubiri na mimi pia, wao kama ni wachungaji na mimi pia, kama wao ni maaskofu na mimi pia, lazima tupae. Kama wao wanawake na wewe pia, kama wao wanaume na wewe pia, kama wao Tanzania na wewe pia, hawasikutishe kwa maofisi makubwa, kwa magari makubwa. Bwana anakupa na wewe kwa jina la Yesu. Ninataka iwe hivyo, na nataka iwe hivyo kwa taifa lolote lilokuwepo. Kuna matajiri, kuna watu wenye mali, wewe pia unaweza kuwa tajiri, wewe pia unaweza kupata mali. Kama wao ni Waarabu na wewe pia, kama wao ni wazungu na wewe pia, kama wao ni Wahindi na wewe pia, kama wao ni Waafrika na wewe pia. Mwambie Bwana Jehova, na mimi pia nina sifa kama wao. Mimi ni mtu kama wao, mimi ni binadamu kama wao. Lazima nifanikiwe. Kwa jina la Yesu tumeomba. Mwambie jirani yako, nina sifa kama wao. Nasema nina sifa kama wao. Kama walipata utajiri nitaupata. Unajua ndani yangu nasikia kuchemka. Najua kuna wahubiri ambao Mungu alishawainua tayari, lakini wao na pia wanaitwa wahubiri na mimi pia mhubiri. Wao wanaitwa wachungaji na mimi pia mchungaji. Wao wanaitwa maaskofu na mimi pia maaskofu. Kama wao walivyochukua Tanzania na kuleta kwa Kristo, na mimi nitaileta kwa Kristo kwa jina la Yesu. Oh Jehova Shama, bariki watu wako. Jehova Shama, inua watu wako. Wana sifa zote kama wale wengine waliopata. Wana sifa zote kama wale wengine walioolewa. Wana sifa zote kama wale wengine wenye watoto. Wana sifa zote kama wale wengine wanaitwa wabunge. Wana sifa zote kama wale wengine wanaitwa mawaziri. Ninawainua watu wao kwa jina la Yesu kwa sifa zao. Wakapate kazi zao, wakapate mitaji yao, wakaingie kwenye ndoa zao, wakafurahie maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna msukosuko umepitia wa kimaisha, wa kielimu, wa masomo, wa biashara, leo Bwana anageuza uteka wako. Kwa jina la Yesu ukapokee. Leo Ayubu hayupo, leo Yakobo hayupo, wewe upo. Bwana akutumie wewe kwa jina la Yesu. Kama mshahara wako umekuwa kigeuzwa, umepandishwa na kushushwa, natamka leo unapanda moja kwa moja. Kile ndio kiwango chako. Katika jina la Yesu Kristo. Pokea kwa jina la Yesu. Nira yote juu yako imeharibiwa. Asante Mungu, asante unajua umenijibu. Kwa jina la Yesu tumeomba. Piga kelele, sema amina. Sema amina tena. Ukumbuke, ukienda pote kuomba kazi, unajua leo uko ndani na wewe una sifa kama wao.
Amen. Amen. Ukienda popote kuchumbia, una sifa kama wao.